Casey Ventura amehitimisha ushahidi wake Ijumaa hii baada ya kutoa ushuhuda kwa takriban saa 20 ndani ya siku 4 katika kesi ya jinai ya shirikisho dhidi ya rapa Sean Diddy Combs. Ushahidi huo umeweka wazi madai ya unyanyasaji wa kimwili, ubakaji na matukio ya kingono yaliyochochewa na dawa za kulevya yaliyojulikana kama freak-offs wakati wa uhusiano wao uliodumu kwa miaka 10 hadi mwaka 2018. Casey alieleza kuwa alinyanyaswa mara kadhaa na Combs, ikiwemo tukio la March 2016 ambapo alinaswa kwenye kamera za hoteli akivutwa na kupigwa mateke. Akihojiwa na wakili wa utetezi Ana Estevao, Casey alikiri kuwa hawezi kusema kwa hakika kama Combs alikuwa kwenye hali ya kupoteza fahamu wakati wa tukio hilo, ingawa aliamini alikuwa amelewa. Aliongeza kuwa Combs alikuwa na tabia ya kumdhibiti, ikiwemo kumpokonya simu au passport alipokuwa na hasira. Katika maswali ya ziada kutoka upande wa mashtaka, Casey alifafanua kuwa kulikuwa na nyakati ambapo Combs hakuwa anajitambua baada ya matukio ya unyanyasaji, lakini mara nyingine alikuwa anajua kabisa alichokuwa anafanya. Ndivyo alivyo, alisema, akisisitiza kuwa alimuona akiwatendea wengine ukatili pia. Wakili wa utetezi alimuuliza kuhusu madai ya ubakaji wa mwaka 2018, akionyesha jumbe za maandishi walizotumiana kipindi hicho ambazo zilionyesha walikuwa bado wanawasiliana kuhusu uhusiano wao. Casey alidai kuwa ubakaji huo ulitokea baada ya chakula cha jioni mwezi Agosti 2018. Alipoulizwa na upande wa mashtaka kama alikuwa na shaka yoyote juu ya tukio hilo, alijibu kwa msisitizo hapana. Casey alielezea kuhusu freak-offs kama matukio ya kingono yaliyohusisha matumizi ya dawa za kulevya na ambayo yaliharibu sana kazi yake ya muziki. Kwa uchungu, alieleza kuwa kushiriki katika matukio hayo kulimfanya jihisi kama kahaba wa kulipwa. Wakili wa utetezi alionyesha ujumbe wa mwaka 2014 ambapo Casey alimkemea mwanaume aliyedai kuwa na video yake ya ngono, akihofia kuwa huenda ilirekodiwa wakati wa freak-off. Mahakama baadaye ilifuta kauli yake ya kahaba wa kulipwa kwenye rekodi baada ya maombi ya utetezi. Majaji walipitia jumbe za maandishi kati ya Casey na Combs kuanzia mwaka 2019 hadi 2020, zikiwemo jumbe za mapenzi na majuto. Mwezi March na Mei 2019, wakati Casey akiwa mjamzito, Combs alituma ujumbe kama na kutakia upendo na utakuwa mama mzuri. Casey alijibu kwa kusema shukran. Mwaka 2020, Combs alikiri kumkosa Casey kama rafiki, naye alijibu kwa heri njema. Combs aliomba msamaha na kueleza furaha yake kwa Casey ambaye aliolewa na Alex Fine Septemba mwaka 2019. Walikutana kwa mara ya mwisho Novemba mwaka 2018 kwenye ibada ya kumbukumbu ya marehemu Kim Porter. Upande wa utetezi ulisisitiza kuwa walikuwa bado wanawasiliana na walishiriki tendo la ndoa kwa hiari mwezi Septemba mwaka 2018 baada ya ubakaji uliodaiwa. Casey alikubali, lakini akaongeza kuwa licha kuwa alifurahia siku hiyo, mwezi uliofuata alihisi amepotea bila Combs. Katika hatua nyingine, Casey alijibu maswali kuhusu makubaliano ya dola milioni 20 alizolipwa katika kesi ya madai dhidi ya Combs. Alikana kuwa malipo hayo yalikuwa sababu ya kufuta ziara yake ya muziki Oktoba 2023. Katika wakati wa majonzi, alisema angearudisha malipo hayo kama ingewezekana kama isipitia freak-offs tena, akieleza namna alivyopoteza uhuru na udhibiti wa maisha yake. Baada ya ushahidi wake kumalizika, Sean Combs alisimama kumkumbatia wakili wake. Mahakama ilisikia ujumbe wa mwaka 2012 ambapo Casey alionyesha furaha kwa tukio la freak-off, jambo lililotumika kukatiza maswali ya mwisho ya upande wa utetezi. Baada ya hapo, mawakili wa Casey walisoma tamko kutoka kwa mume wake Alex Fine akimsifu mkewe kwa ujasiri na uthubutu wake. Casey ndiye aliyemwokoa Casey, alisema Fine. Aliongeza kuwa licha ya maumivu aliyopitia, roho ya Casey haikuvunjika na alionyesha fahari kwa mkewe ambaye kwa sasa ni mjamzito tena. Aliomba faraga kwa familia yake na kuwashukuru wote waliomuunga mkono, akihitimisha kwa kusema dunia sasa ni salama zaidi kwa sababu ya mama ya watoto wake. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.